Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha maisha ya watakatifu. Leo tarehe 22 Februari, kanisa linaadhimisha sikukuu ya ukulu wa Mtakatifu Petro mtume. Sasa nakuambia, wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haiwezi kulishinda. Nitakupa funguo za ufalme wa mbinguni. Lolote utakalofunga duniani litakuwa limefungwa mbinguni, na lolote utakalolifungua duniani litakuwa limefunguliwa mbinguni. Rejea Injili ya Mtakatifu Mathayo sura ya 16 aya ya 18 hadi ya 19. Kwa maneno haya Yesu alimpa Petro mamlaka ya kuwa mkuu wa mitume na kiongozi wa kanisa lote. Hivyo mamlaka ya Petro alipewa na Yesu mwenyewe. Kanisa linaitukuza sikukuu hii ya kiti cha enzi au ukulu wa Petro mtume kwa sababu kiti hicho ni alama ya uwezo wake wa kutawala na kuwaongoza waumini wote. Pia kinatukumbusha kuwa Mtakatifu Petro na mahalifa wake, yaani maaskofu wa kanisa Katoliki, wamewekwa mawakili wa Yesu Kristo hapa duniani. Kazi yao ndiyo kuyalinda salama na kuyaeneza mafundisho ya Kristo jinsi mwenyewe alivyoliagiza kanisa lake. Zaidi ya hayo, sikukuu hii inaonyesha umoja wa kanisa lililojengwa juu ya Mtakatifu Petro mtume. Bwana Yesu alimwambia Petro, wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, na nguvu za kuzimu hazitaweza kulishinda. Kanisa Katoliki linaendelea kuongozwa na Roho Mtakatifu kupitia mahalifa wa Mtakatifu Petro, yaani mapapa wa Roma, ili wasidanganyike wanapofundisha imani, wakishirikiana na maaskofu na mapadre wote duniani. Itukuzwe damu ya Kristo! Milele amina. Mwenye heri Yakobo Alberion anatupatia tafakari fupi inayohusu sikukuu ya ukulu wa Mtakatifu Petro mtume. Mtakatifu Petro alipata taji ya kifodini Roma, mahali alipoanzisha kanisa. Mahalifa wake ni mawakili wa Kristo. Kanisa ni watu wa Mungu, sote tuwe waaminifu. Wote tuamini mafundisho yote ya kanisa. Tushike mafundisho ya kanisa juu ya maadili na fadhila za Kikristo. Watakatifu wengine tarehe 22 Februari: Mtakatifu Maroldi, Mtakatifu Margareta wa Cortona, Mtakatifu Abilius, askofu wa Misri, watakatifu Victorinus, Esirus, Paulus, Donatus na Fortunatus wafiadini wa Afrika Kaskazini. Mtakatifu Petro mtume, utuombee.